Ya habari, kwa jina naitwa Msambili Ndaga, ni developer advocate kutoka Neurotech Africa. Karibu sana kwenye hii series yetu ya developers series ambayo tutakuwa tunajifunza namna gani ya integrate our Snipe APIs wewe kama developer. So actually tutakachokifanya, tutakuwa tuna project ambayo tunaifanya inaitwa Duka Store, ambayo tutajifunza namna gani ya kuweza integrate our API services as Snipe. Kwa hiyo tutajifunza from scratch kwenye hiyo project, kuangalia kwenye sehemu za integration ni zipi. Lakini for today's series tutaenda kuangalia namna gani ya kufungua account kwenye Snipe, and also namna gani ya kuweza kujaza some information required, zile business information za KYC, na also namna gani ya kuweza create your first API key, na tutaweza pia kutest namna gani hiyo API key kama iko valid au iko invalid. So the next step tutakachoenda kukifanya, utaenda to Google, then from here uta search to Snipe, utapiga enter, then ita pop up hii website, itafunguka hapa, then ita click hapa, then as you can see here, nitaenda tu kwenye dashboard hapa, au kama it's your first time utaona button imeandikwa get started. Japo mimi nilishafungua account, lakini kama una account uta continue with Google, au utakuja hapa sign up, hapo utaenda continue with Google. Itakuuliza kule ujaze information zako, uta fill up your information. Uzuri ziko very straight, ziko straightforward, zinaelezea tu namna gani ya kuweza kujisajili, kufungua hiyo account. Kuna sehemu utakuwa na upload zile document zako, utakuwa unazipiga picha, so iko very straight. Lakini mimi nilishafungua account, so nitakuja tu hapa, nita click sign in, then itani require niandike OTP, so nitaweka OTP yangu ambayo ni 3 then 47 then hii ndo dashboard ya account yangu. So actually kinachotakiwa ukishaingia hapo, unabidi uweze kwenda kwenye your profile, uweze kuhakikisha your profile information imekamilika vizuri, kwamba iko verified. So simply utaenda kwenye setting, afu utaenda kwenye hapa verification overview. Umeona kwa hapa, hakikisha kwenye identity verification iko verified, na kwenye business verification pia iko verified. So kwenye identity verification utaiverify vipi? Once kule ukiwa unafungua account, itakwambia uweke namba yako ya simu. Kwa hiyo utaweka namba yako ya simu, then utaverify, then from there automatically utaona identity verification imekuwa verified. Then after that lazima uweze verify business information. Kwa hiyo ina depend kama unataka kutumia Snipe account as sole proprietor, manake maybe you are just a freelancer au a normal developer tu ambaye unataka tu integrate payment services, unaweza kutumia kama sole proprietor, ambao tunachohitaji unabidi uweke namba yako ya NIDA pamoja na TIN number. Then kwa another type ya account ambayo unaweza kawa nayo ni business type account, ambayo unabidi upload zile information za of course ni namba yako ya NIDA, unabidi upload TIN number, na also unabidi upload ile document ya BRELA, ile registered company ambayo inaelezea information ya hiyo business yako. And also another type ni NGOs. Kwa NGO pia unabidi upload ile namba yako ya NIDA pamoja pia na registered documents ambazo ulizitumia kwenye kusajili NGO. So once baada hapo ukishazi upload, tutaziverify kama hizo documents ziko valid, na kama ziko correct, utakuwa na uwezo sasa kuproceed kwenda kwenye next step, ambayo kama developer utabidi uweze kwenda kutengeneza zile API keys, na ili uweze kuzitumia kwenye kuintegrate na system yako. So mimi kwenye account yangu tayari iko verified, so sitaweza kudemonstrate exactly the process, lakini so far ndo hizo document unabidi uwe nazo, na hakikisha ziwe valid, zisiwe na any mistake, kwa sababu zikiwa zina changamoto zozote automatically system tu ita detect kwamba kuna shida somewhere, so lazima upload nyingine.
So kwa sababu mimi account yangu iko verified, so nitaenda straightforward, nitaenda kwenye developers. Kuna option ya developers kwenye account yako ya Snipe, so nita click hapa developers, then utaona hapo kuna API, so nita click hapa kwenye API keys, so itafungua kitu kama hichi hapa. Lakini mimi nimeshalipia tayari access ya hizi API keys, so ndio maana unaweza kuona hapa kidogo iko tofauti. Lakini ya kwako wewe utaona inafungua kwa mara kwanza, unabidi ulipie some amount ili uweze kupata access ya API keys, ambapo unabidi ulipie 100,000 ili uweze kupata access ya API keys, na ni one time payment, sio kwamba utakuja kulipia baadaye. Yani ukishalipia hiyo 100,000 inakuwa ndo umeitumia, yani ndo unakuwa ni one time payment, yani hauna haja tena kulipia baadaye. So ukishalipia utapata, ukisha request hiyo access utaona sehemu ya kulipia hiyo kwenye control number, utalipia hiyo 100,000. Then baada hapo confirmation, tukisha verify kwamba muamala umekamilika, utaona hapa ita change, itakuwa kitu kama hichi hapa. Then from there sasa the developer utakuja hapa, uta create key, kwa uta click hapa, then utaita name ya hiyo key, labda nitaita backend A. So unaweza kuwa na multiple keys ambazo unazitumia, so hapa nitaita backend A. Then kwenye scope hapa nita choose scopes ambazo nataka hii API key yangu ifanye kazi. Kwa naweza nika choose kwenye collection au nika choose kwenye disbursement. Kwa hiyo ina depend pia na wewe requirements zako, labda kama unataka kufanya testing tu za collection, unaweza uka just check kwenye collection read na kwenye collection create. Kama ukitaka tu kufanya kwenye disbursement the same, au kama ukitaka zote pia unaweza uka select zote, na depend na your requirement as a developer. And also kwenye expires at, hapo utachagua siku deadline ambayo unataka labda hiyo key iweze kuexpire, au unaweza ukasema never expire. So kama ukitaka bado expire baada tarehe fulani, una just una choose hapa then una select. Lakini for my case mimi nita choose never expire, then nita create. Then hapa inatuliza to choose verification method, because our Snipe account iko very secured, so tunataka tuhakikishe kama ndio wewe kweli mhusika ambaye unataka kutengeneza hii API key. So that's why hapa tumeweka hii like two factor authentication. So hapa mimi nita choose via WhatsApp, unaweza ukachoose via email au via SMS. So mimi nita choose via WhatsApp, then nita send verification code. Then nita enter verification code ambayo nimetumiwa, number 0473. Then from there unaona API key created, na inasema copy it now, it won't be able shown again. So lazima hii key uweze kuicopy sasa hivi, kwa sababu hutaweza kuiona tena, umeona. So hakikisha unavyoicopy hapo unaistore kwenye labda .environment ile .env file kwenye source code zako, au kama kuna any place ambao wago unahifadhi zile secret zako, unakuwa unaipaste ile key, kwa sababu once nikiclick hapa done hautaweza tena kuiona. So mimi nitacopy hapa, so for confidentiality sitaweza kuidisplay. So mimi nimesha copy API key yangu, so nita click done. Then from there umeona key imetokea hapa, na kwenye scope naweza nikafanya hizi zote operation 4. Then from there sasa tunataka tuangalie je, API key zetu ziko valid, umeona, kwa sababu hatuwezi tukatumia key kama haiko valid. So ni vyema tukatesti, tukaangalia how kama API key tunaweza tukaitumia. So kuna aina kubwa mbili za kutest. Ya kwanza unaweza ukatumia curl command, au ukatumia njia nyingine ukatumia postman, lakini kwa leo atu interact na postman, lakini tutatumia tu curl kuweza kutest na kuangalia kama API key yetu iko valid. Then the clear screen tu hapa, clear screen. So hapa nitaandika tu curl then -x, then nitaget, then hapa nitapass ile base URL ya Snipe ambayo ni api.snipe.sh. So unaweza kauliza labda hii base URL nimeitolea wapi? So ukija kwenye documentation kule, ukiandika tu hapa snipe.sh, afa ukienda kwenye sehemu imeandikwa docs, ndio documentation ambayo inaelezea how API zetu zinavyofanya kazi.
So hapo utaona kuna base URL na ambayo ndio ile nilikuwa nimeandika kule. Kwenye authentication hapa tunatumia API key. Kwa kisha unatumia API key ile ambayo umecreate kule kwenye Snipe account, na hapo una pass ile bearer, kwa sababu hizi ndio inakuwa inatumika ku authenticate, kuangalia kama kule ndio mhusika wa hiyo API. Unaona, so nitakachokifanya nitarudi kwenye terminal, then nataka sasa ni to test baadhi ya endpoint tuweze kuona kama tunaweza tukaona some information. So nikija kwenye documentation hapa, nitakuja kwenye payments, then nikiscroll down kwenye payments kuna hizi API endpoint hizi. So simply tu nitachoose hapa kwa ajili ya ku get to account balance, kwa nitapass endpoint hapo. Another series tutaona vizuri namna gani ya kuweza kuielewa vizuri documentation, lakini kwa leo tu tutaenda tu just to test one of the endpoint. Kwa nitakuja hapa, then nitapass v1/payments then /balance, then nita press enter. Umeona hapa inasema status error, then code ni 401, manake missing authorization header. Kwa hiyo ukiangalia hapo kuna error hapa tumeipata. So ili tuweze kuifix hiyo, nataka kuona vizuri, ngoja tu pass na hii hapa. Umeona hapo kuna error, then kuna 401 inasema missing authorization header. So ili tuweze kui avoid error, inabidi tu add ile authorization header. So turudia the same command, ila hapo tutapass header, hapa tutaandika hapa content type, hapa maybe tutaandika application.json, then tutapass header nyingine kwa ajili ya authorization. Kwa nitaandika hapa authorization, kwa sababu tunatumia bearer, kwa nitaandika bearer. Hapa nitapass ile API key ambayo nimeitengeneza kwenye account yangu. So nitaipaste hapa API key yangu. Then from there nita place enter. Ukiangalia hapo umeona status inasema success na code ni 200, maana yake request imekuwa processed vizuri na server. Na hapo tunaona kuna API version, kuna currency, kuna hii ndo account balance ambayo inaonekana kwenye account yangu. So simply kwa kupata hivi inamaanisha API key yetu iko valid na inafanya kazi vizuri. So the key takeaway ni kwamba hakikisha API key yako unaistore sehemu nzuri, usi expose kwenye frontend, kwa sababu unakuta sometimes mistakes zinatokea kwa bahati mbaya unaiweka kwenye frontend. Lakini hakikisha API key unaisave kwenye .env file, na uwe na routine ya kubadilisha ile key mara kwa mara. Usikae muda mrefu sana bila kubadilisha ile key. Unaona, na also hakikisha aushare na mtu yeyote hiyo key, ili mtu mwingine asiweze kuiaccess na kuweza kuona your information. So basically kwa leo tutaishia hapa, lakini kuna other series ambazo tutakuwa nazo za kuelewa vizuri namna gani ya kuintegrate APIs as a developer. Tutakuja kuona documentation, tutapata muda mzuri wa discuss about the documentation na kuona a lot of things kwenye integration ya system zetu. So welcome so much, karibu Snipe, and thank you so much.